Naam, hujambo na karibu katika Dunia Duara ya Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na kualika naitwa Goodluck Paul. Karibu tukuletee mkusanyiko wa habari zilizonasa katika kamera na kalamu za waandishi wetu. Naam, juhudi za udhibiti wa bidhaa bandia na uwezeshaji wa wafanyabiashara nchini Tanzania zinazofanywa na Tume ya Ushindani nchini zinaendelea kutokana na tume hiyo kuteketeza bidhaa bandia zenye thamani ya shilingi milioni 6.5 milioni 650 kumradhi, ikiwa ni utekelezaji wa sheria ya alama za bidhaa. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, wakili wa tume hiyo Hadija Ngasongwa amesema kuwa zoezi la uteketezaji wa bidhaa mbalimbali bandia lilitekelezwa kwa muda wa siku 10 kati ya Mei 18 mpaka 27. Aina ambayo ya bidhaa ambazo zilikuwa zimekamatwa ni kuna pamoja na wino, mikoba ya kina mama, handbags, viatu vya wazi na raba, vifaa vya kukatia chuma, cutting disc, mafuta ya kupaka ya ngozi ya kina mama, pipe za maji za IPS, kofia za pikipiki zile helmet kwa namna nyingine, miswaki na dawa za viatu, sabuni za kuogea, vizuia vumbi zinaitwa zile dust mask, mafuta ya gari kama vile zile lubricant au vilainishi, vipuli vya magari na pikipiki, vingine vipuli vya mitambo kama inaitwa hiyo SK bearing, pamoja na vifaa vya PEX ambavyo ni vya aina ya bomba za maji. Uwepo wa bidhaa bandia umeelezwa kuwa una madhara mbalimbali kama kukwepa uwajibikaji na kuhatarisha maisha ya watumiaji wake, chanzo cha ajali na hata kuathiri nguvu kazi muhimu katika shughuli za kiuchumi na jamii. Utekelezaji huu wa bidhaa bandia ni sehemu ya utekelezaji wa sheria za alama za bidhaa ambayo iliyobainishwa kuwa kujihusisha na biashara ya bidhaa bandia ni kosa la jinai linaodhibiwa kwa kifungo na fine. Na katika mlengo wa kimahakama unaweza ukapatiwa kifungo kati ya miaka 4 hadi 15 au faini ya milioni 10 hadi 50 kwa wakosaji ambao wanaojirudia zaidi ya mara moja. Na tuelewe tu kwamba bidhaa hizi zinahusiana na uchuuzi hasa wa aidha wa uingizaji wa bidhaa hizi kutoka nchi mbalimbali au utengenezaji wa bidhaa hiyo bandia katika viwanda vyetu bubu, na hivyo kuikosesha taifa mapato na hata juhudi za Mheshimiwa Rais katika kutekeleza na kuendeleza viwanda vyetu. Zoezi la udhibiti wa utekelezaji wa bidhaa bandia ni endelevu kutokana na madhara yanayosababishwa na bidhaa hizi, ikiwa ni pamoja na watengenezaji na wauzaji wake kukwepa uwajibikaji na kuhatarisha maisha ya watumiaji wake. Vipuli bandia kama matairi za pikipiki na kofia ngumu vimekuwa chanzo nyingi vya ajali na hatimaye ulemavu kwa watumiaji wa vyombo hivyo, kuathiri nguvu kazi muhimu katika shughuli zetu za kijamii. Tanzania inategemewa na mataifa jirani katika usafirishaji wa bidhaa kama Zambia, Malawi, na kwa kiasi katika nchi za Kongo, Rwanda na hata Burundi. Nini mamlaka husika wanapaswa kufanya ili kuendelea kupata biashara hii katika masoko husika? Tanzania inawajibika kuhakikisha soko lake linakuwa safi dhidi ya bidhaa bandia na zile zinazohatarisha maisha na ustawi wa wananchi yetu. Jukumu hili tunalitekeleza kwa kushirikiana na kikosi kazi mbalimbali, hasa Jeshi la Polisi, Mamlaka ya Mapato, Shirika la Viwango vya Tanzania, Mamlaka ya Chakula na Dawa, na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu na Ofisi ya Ukurugenzi wa Makosa Mashtaka. Kujihusisha na bidhaa bandia ni kosa la jinai linaloadhibiwa kwa vifungu vya faini ya milioni 10 hadi 150 na kifungo cha miaka 4 mpaka 15. Bupe Mwakyusa, Mlimani TV, elimu kwanza. Naam, taarifa yake Bupe Mwakyusa inatupa wasaa wa kuiangazia taarifa nyingine inayohusu uhalifu unaovuka mipaka, ambapo maadhimisho ya miaka 10 ya taasisi zinazokabiliana na uhalifu unaovuka mipaka unaojulikana kwa jina la ARINSA unatarajiwa kuanza kesho jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi.
Umoja huo ambao ulianza Machi 2009 una wanachama nchi 16 ambao ni Angola, Botswana, Eswati, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Msumbiji, Namibia, Shelisheli, Afrika Kusini, Tanzania, Uganda, Zambia na Zimbabwe. Unatarajiwa kukutana na mawaziri, makatibu wakuu, wanasheria wakuu wa serikali, wakurugenzi wa mashtaka, wakuu wa taasisi za upelelezi na viongozi wengine waandamizi kutoka nchi wanachama wa ARINSA. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Augustine Philip Mahiga ametangaza rasmi kuwepo kwa maadhimisho hayo. Maadhimisho hayo yatafanyika Jumatano, yani kesho, tarehe 12 Juni mwaka huu katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Mwalimu Nyerere. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia maadhimisho hayo yatafuatiwa na mkutano mkuu wa ARINSA utakaofanyika tarehe 12, 13 na 14 mwezi huu hapa mjini Dar es Salaam katika ule ukumbi. Maadhimisho hayo yanatarajiwa kuhudhuriwa na baadhi ya mawaziri, makatibu wakuu, wanasheria wakuu wa serikali na wakurugenzi wa mashtaka, wakuu wa taasisi za upelelezi pamoja na viongozi wengine waandamizi kutoka katika nchi ambazo ni wanachama wa ARINSA. Lakini pia Waziri Mahiga amesema lengo na umuhimu wa kukutana na umoja huo ni kujadili namna bora kukabiliana na uhalifu bora unaovuka mipaka kwa kutumia dhana ya utaifishaji na urejeshaji wa mali zinazohusiana na uhalifu. Lengo la umoja huu ni kuwa na ushirikiano wa karibu wa kitaasisi baina ya nchi wanachama kwa lengo la kuhakikisha kuwa wahalifu hawafaidiki na mali zinazohusiana na uhalifu na hawana mahali pa kujificha katika nchi wanachama. Hatua hii ilitokana na ukweli kwamba kwa sasa duniani kote imekubalika kuwa utaratibu uliozoeleka wa kutoa adhabu za vifungo au fine kwa wahalifu sio njia madhubuti ya kuzuia uhalifu. Badala yake imethibitika kuwa utaifishaji wa mali zinazohusiana na uhalifu huo ndio njia madhubuti zaidi ya kuzuia uhalifu huo. Naye mkurugenzi wa mashtaka Tanzania Bwana Biswalo Mganga ambaye ndiye rais wa ARINSA alikuwa na haya ya kusema. Naya mambo ya utaifishaji na urejeshaji wa mali zinazohusiana na uhalifu na kuhakikisha kwamba kwenye umoja wetu huu katika nchi zetu hakuna mtu ambaye anaendelea kunufaika kutokana na uhalifu. Nobody should benefit from his or her own crime. Na tunataka kufanya kwamba nchi zetu zisiwe sehemu au vichaka vya uhalifu kukimbilia. Sawa, kwamba our countries should not be a hiding places for the criminals. Hicho ndicho tunachokifanya. Na ndio maana unaona sasa tunashirikiana nchi hizi kiasi kwamba mhalifu akifanya uhalifu Tanzania akaenda kuficha mali lese Afrika Kusini, tutashirikiana wenzetu walioko Afrika Kusini ndani ya muda mfupi tupate hizo mali tuendelee kuzitaifisha. The same kwa Afrika Kusini, kwa Uganda na sehemu nyingine yote ile. Maana yake nini? Sasa dunia si sehemu salama ya wahalifu kujificha. Kama kuna mtu anafikiri kwamba anaweza katenda uhalifu Tanzania akaenda kuficha fedha Ulaya na kwenye bado tunacho chama kinachoitwa Kalini na mwenyekiti wake kesho atakuwepo kuonyesha kwamba tunashirikiana dunia nzima. Kwa ujio huu ni fursa kubwa kwa maafisa wa Tanzania kunufaika kwa kujifunza kutoka kwa wageni mbinu mbalimbali wanaotumia katika kukabiliana na uhalifu mkubwa wa mipango unaovuka mipaka, makosa ya kifedha kwa kutumia dhana ya utaifishaji wa mali zinazotumika au zinazotokana na uhalifu. Messi Nkomola, Mlimani TV, elimu kwanza. Naam, tukiachana na taarifa hiyo, tunaangazia taarifa nyingine ambapo ni habari njema kwa wale wanaotarajia kujiunga na jeshi la kujenga taifa JKT, ambapo hatimaye jeshi
hilo limeanza kutoa fursa kwa vijana wote wa Tanzania bara na visiwani kujiunga na mafunzo ya jeshi hilo kwa kujitolea kwa mwaka wa 2019. Tupate taarifa zaidi. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa anawatangazia vijana wote wa Tanzania bara na visiwani nafasi za kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa kujitolea kwa mwaka 2019. Utaratibu wa vijana kuomba na hatimaye kuchaguliwa kujiunga na mafunzo hayo unaratibiwa na ofisi za wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya ambapo mwombaji anaishi. Zoezi la kuchagua vijana linaanza mwezi Juni 2019 na vijana watakaochaguliwa wanatakiwa kuripoti kwenye makambi ya JKT waliopangiwa mwezi Agosti 2019. Aidha, kwa upande wa vijana wa mujibu wa sheria, Jeshi la Kujenga Taifa limetoa orodha ya awamu ya pili ya majina ya vijana waliohitimu elimu ya kidato cha 6 kwa mwaka 2019 kwa ajili ya kujiunga na mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria. Vijana hao wanatakiwa kuripoti kwenye makambi ya JKT waliopangiwa kuanzia tarehe 11 Juni 2019 hadi tarehe 16 Juni 2019. Orodha kamili ya majina ya vijana wa mujibu wa sheria waliochaguliwa awamu ya pili, makambi ya JKT waliopangiwa na aina ya vifaa wanavyotakiwa kwenda navyo inapatikana katika tovuti ya JKT ambayo ni www.jkt.go.tz. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa anawaalika vijana wote waliopata fursa hiyo kuja kujifunza uzalendo, ukakamavu, stadi za kazi na stadi za maisha zitakazowasaidia kujiajiri mara baada ya kumaliza mafunzo haya. Na taarifa hiyo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT inatupa wasaa wa kuelekea kunako michezoni, ambapo tunakwenda kule Jangwani tukiangazia klabu ya Dar es Salaam Young Africans, ambapo kuelekea kampeni yake ya kubwa kuliko siku ya Jumamosi, klabu ya Yanga imeweka mchakato kwa wanachama na wapenzi wake wa jinsi ya kushiriki katika kuichangia klabu hiyo. Akle Mkumbata analiangazia hilo. Kuelekea katika kuhitimisha zoezi la uchangishaji wa klabu ya Yanga kwa ajili ya kutafuta pesa za usajili pamoja na ujenzi wa uwanja wa mazoezi, hatimaye ile kubwa kuliko iliyokuwa ikisubiriwa tarehe 15 na wapenzi, mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga inaenda kufanyika Jumamosi ya wiki hii katika ukumbi wa Diamond Jubilee, ambapo katibu wa kamati ya uhamasishaji Deo Muta amezungumzia juu ya mwamko wanachama wa klabu hiyo kuelekea tamasha hilo la kubwa kuliko. Taratibu zote za maandalizi kuelekea kwenye tukio hilo zimekamilika kwa takriban 90%. Yaliyobaki ni mambo madogo madogo ya kuweza kukamilisha na hatimaye kuweza kulifanya tukio letu kama ambavyo tulikuwa tumekusudia kuweza kulifanya. Katika tukio lile, wadau ambao wamealikwa kwanza kabisa ni wazee ambao wametengeneza historia kubwa katika nchi hii, kwa maana ya wazee wetu ambao ni wazee wa Yanga, na pia wachezaji wetu ambao wamechezea klabu ya Yanga kwa kiwango ambacho kila mmoja anafahamu, lakini pia wasanii mbalimbali kwa maana ya wasanii wa muziki, wasanii wa bongo movie pia nao wamealikwa kwenye tukio lile. Lakini mbali na wasanii pia wamealikwa wanachama ambao ndio wenye Yanga yao, wanachama wa klabu ya Yanga. Lakini mbali na wanachama pia wamealikwa wapenzi wa Yanga, lakini pia wamealikwa mashabiki wa Yanga. Katika tukio lile ni mwendelezo wa matukio ambayo tulianza kwa uzinduzi pale Dodoma. Lakini naye Saidi Mrisho, mjumbe wa kamati hiyo, ameelezea utaratibu uliowekwa kushiriki kubwa kuliko, na kiingilio ndicho kitakacho kufanya ujumuike pamoja na wanachama wote wa klabu hiyo. Tayari tulikuwa na njia tofauti za kuchangia kupitia akaunti ya Yanga CRDB na njia ya kuchangia kupitia Yanga katika mtandao wa simu Vodacom na Tigo. Lakini pia katika tukio hili tumeweka viingilio, ambapo kuna viingilio tofauti. Kuna meza za VVIP, za corporate,
ambao meza hiyo ni ya watu 10 kwa shilingi milioni 10. Lakini pia kuna meza za VIP za watu 10 pia, lakini kwa shilingi milioni 5. Lakini kuna meza za VIM 1 za shilingi milioni 10, kwa shilingi milioni 1 kwa watu 10, ambao kwa wastani wa kila mtu kuchangia shilingi 100,000. Kwa watu 10 mkiwa marafiki au mnatoka ofisi moja au tawi moja au group moja la WhatsApp la washabiki wa Yanga, mnajikusanya mnachangia shilingi milioni 1, watu 10, kila mmoja shilingi 100,000. Kwa upande wake Dismas Teni, msemaji wa klabu hiyo, amesema kuwa kwa kutambua umuhimu wa tamasha hilo, pia kwa mashabiki waliopo nje ya Tanzania watapata fursa ya kushuhudia kupitia mitandao ya kijamii hususan YouTube. Litakuwa online kwa maana ya mfumo wa pay per view kwa wale ambao wako nje ya Tanzania, lakini pia ambao wako ndani ya nchi yetu ambao hawatakuwa na nafasi ya kukaa kwenye televisheni. Jinsi gani unaweza kufanya au kuona kupitia pay per view? Kama unatumia simu, unatumia laptop, unatumia iPad na vitu vingine, device yoyote ambayo ina access ya internet, unakwenda kwenye www.kitangoma.com. Ikishafunguka ile website, pembeni yake kuna menu ya page, itakuonyesha. Ukifungua menu ile, kuna page ya Yanga TV. Baada ya kwenda pale kwenye page ya Yanga TV, itakuonyesha njia mbili. Kwanza ya kujisajili kama mtazamaji mpya, na baada ya kumaliza kujisajili itakuletea option ya kufanya malipo. Ikiwa inafunguka, utaona ziko option mbili. Kuna option ya shilingi 3,000 na shilingi 1,000. Lakini itakayokuwezesha wewe kuona tukio zima ni ile ambayo imekuonyesha shilingi 3,000. Malengo ya klabu ya Yanga ni kusanya kiasi cha bilioni 1.5 kwa ajili ya maboresho ya usajili wa kikosi chenye ushindani pamoja na ujenzi wa uwanja. Shime wanachama wa klabu ya Yanga, mujitokeze kwa wingi kuisapoti klabu yenu. Akle Mkumbata, Mlimani TV. Erim Kwanza. Na mtazamaji, habari hizo za michezo kutoka kwake Akle Mkumbata zinahitimisha Dunia Duara kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami Goodluck Paul. Endelea kutazama Mlimani TV siku zote, elimu kwanza ndio kipaumbele chetu.